Basi twende katika neno la leo. Mafundisho, somo linasema mafundisho kutoka Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi wa 6. Neno letu la mwaka mnafahamu linatoka katika Zaburi 23 mstari wa 5 ambao linasema kikombe kinafurika. Waandaa meza mbele zangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani na kikombe changu kinafurika. Hilo ndio andiko letu la mwaka. Na kama mnavyofahamu ni mwaka wa kikombe kufurika. Sasa nimeongozwa hivyo kwamba niweze muktadha wa hilo andiko. Huo mstari wa 5 ni sura yote ya Zaburi 23. Na kwa sababu ni sura yote, basi ni hilo sura mstari wa 5 ni ndani ya hiyo sura. Naomba niasome tena hayo maandiko. Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi wa 6. Nitasoma katika Asante. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Haya ni maandishi ambayo hii Zaburi aliandika mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi, Mfalme Daudi. Wengine wanafikiri aliandika wakati akiwa ni mchungaji, kwa sababu amezungumza mambo ya kichungaji. Lakini kiukweli inaaminika kwamba huyu Mfalme Daudi aliandika Zaburi hiki akiwa amezeeka, ana uzoefu na Mungu. Na hata alivyomlinganisha na mchungaji, alikuwa na uzoefu wa Mungu anavyofanya mambo katika maisha ya wanadamu. Kwa hiyo alikuwa anamjua Mungu na alikuwa anajua kazi ya kichungaji. Na inakadiriwa kwamba aliandika hii Zaburi kama mwaka wa 1000 kabla ya Kristo. Mwaka 1000 kabla ya Kristo. Kwa hiyo ni takribani miaka 3000 mpaka sasa. 3023 kama unaweza kutaka, 26 kama nataka to be precise, lakini ni takribani miaka 3000 iliyopita akaiandika hii Zaburi. Mfalme Daudi anamweleza Mungu, au anaeleza mahusiano ya Mungu na mtu wake au na watu wake kwa kutumia mifano ya aina mbili ambao tutakwenda kuizungumza. Mifano ya aina mbili. Na mifano hiyo unaweza kusema ni lugha ya picha. Tunasema ni metaphors, lugha ya picha. Kisha anafanya hitimisho katika ule mstari wa 6. Mstari wa kwanza hadi wa 4 anaelezea picha moja. Mstari wa 5 anaeleza picha nyingine. Na mstari wa 6 anafanya hitimisho. Sasa ni kama nilivyokuambia, huu mstari wa kwanza hadi wa 4 anamweleza Mungu kama mchungaji wa kondoo. Picha anayoileta, anamleta Mungu kwa mfano wa mchungaji wa kondoo. Kwa hiyo mchungaji ni Mungu na kondoo ni muamini. Yaani wewe ni kondoo. Wewe unakuwa kondoo.
Na mchungaji huyu, ukisoma picha hii, ni mchungaji bora anayejali, ni mchungaji mwema anayejali, sio mchungaji wa hovyo hovyo. Kwa hiyo unamuona Mungu ni kama mchungaji anayejali kondoo wake. Sasa nikukumbushe tena kwamba Daudi anajua kazi ya uchungaji. Anamjua mchungaji bora, anamjua mchungaji magumashi, anamjua mchungaji wa mshahara wa kulipwa asivyojali kondoo. Lakini mtu ambaye hao kondoo ni wa kwake anajua kuchunga. Na Daudi alifanya kazi ya kuchunga kondoo wa baba yake, anajua anachokisema kwa habari ya kumweka Mungu kama mchungaji. Kwa haya, huyu jamaa Daudi anaeleza mfano ambao anaufahamu. Kwa hiyo wewe elewa tu kwamba ni mchungaji anayejali kondoo. Lakini katika mstari wa 5 anageuza mada kidogo. Anaanza kumwelezea Mungu kama mwandaaji wa karamu, sherehe. A host, God as a host of a banquet. Mungu anamweleza kama Mungu ni mwandaaji wa sherehe, banquet. Na tunasema ni karamu au sherehe. Mimi naamini Daudi kama mfalme alikuwa anajua namna ya kuandaa sherehe. Yaani jinsi ambavyo ukialika wageni kwa ajili ya mlo, kwa ajili ya chakula, yeye kumbuka alikuwa ni mfalme. Kwa hiyo yeye anajua sana anachokizungumza. Kwa hiyo ana experience ya uchungaji, ana experience ya mfalme anavyoalika watu kwa ajili ya sherehe. Sasa ndio anakuletea hizo picha mbili. Mungu kama mchungaji wa kondoo, ambaye kondoo ni mwanadamu, ni mtu wake. Lakini pia Mungu kama mwandaaji, mtu mkubwa, mfalme anayeandaa sherehe kwa ajili ya watu wake na mtu wake anayemheshimu. Kwa hiyo kifupi, ni mtu mwandaaji anayemjali mtu aliyeandaliwa. Ndio picha ambayo anatupa ya pili katika ule mstari wa 5 ambao ndio mstari wetu wa mwaka huu. Kwa hiyo wewe eleza tu kwamba hapo kwamba hii katika karamu Mungu anaelezwa kama mwandaaji anayejali mgeni wake. Kule mchungaji anayejali kondoo, hapa anakuwa ni mwandaaji wa sherehe au karamu anayejali watu wake. Mstari wa 6 anaweka jambo kama hitimisho. Nimemfurahia Daudi. Baada ya kutoa hayo maelezo anasema hakika wema na fadhili zitanifuata. Yaani huyo Mungu anayejali kama mchungaji, huyo Mungu anayejali kama mwandaaji wa karamu, wema na fadhili zake zitakoma katika maisha yangu. Na hapa kinachonifurahisha anasema hakika. He has that assurance. Ana uhakika na anachokizungumza. Kumbuka hapa sasa anakueleza ametembea na Mungu miaka ya kutosha. Anakupa uzoefu wa kutembea na Mungu. Anasema mimi hakika wema na fadhili za Mungu zitanifuata siku zote za maisha yangu. Sasa very interesting. Nilivyokuwa nasoma nikaangalia vitu. Hebu tuanzie mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza hadi wa 4 ni kama vile anamuaddress Mungu. Yaani kama vile anaongea na mtu mwingine. Anamwambia Bwana ndiye mchungaji wangu. Sawa sitapungukiwa na kitu. Ni kama vile anamueleza mtu mwingine, anamsimulia kwamba Kalebu, sikiliza. Bwana, mimi kwangu Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Inaendelea mstari wa 2. Anasema katika malisho majani mabichi hunilaza. Yaani ni story anamueleza mtu mwingine, yeye huyu mchungaji huwa ananilaza, hunilaza. Alafu katika njia ya haki na kuniongoza katika njia, hunilaza, huniongoza. Kwa ni kama anasimulia. Mstari wa 4 anageuza gia. Lakini anasema naam, nijapopita kati ya bonde, bado anaendelea kumwambia mtu, bado ninajapopita kati ya bonde la uvuli wa maiti, sitaogopa mabaya, mimi sitaogopa.
kwa maana wewe u pamoja nami. Amegeuza, hamsimlii mtu. Kwa hiyo hapa anamuaddress Mungu mwenyewe. Yaani amegeuka. Alikuwa anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu hunilaza. Alafu anakuja anasema, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja. Anamuaddress Mungu mwenyewe, sio tena kumsimulia mtu mwingine. Anamwambia anasema sawa, sitaogopa nijapopita. Yani anajiambia nafsi yake, naam, mimi ninapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa sababu wewe Bwana uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Anamuaddress Mungu. Haya, mstari wa 5 anarudi tena kumsimulia mtu, lakini kiukweli kabisa sio kumsimulia mtu, ni kama anaendelea kumweleza Mungu mwenyewe. We Mungu, hakika hutaniacha. Mstari wa 5 anasema unaandaa meza. Anamwambia Mungu, okay, 4 na 5 samani, 4 na 5 anamuaddress Mungu. Anamwambia waandaa meza mbele zangu machoni pa watesi wangu. Wewe Mungu umenipaka mafuta, wewe Mungu, na kikombe changu kinafurika. Kwa hiyo mstari wa 4 na 5 anayeelezwa ni Mungu, wala sio anayesimuliwa. Sasa mstari wa 6 anamaliza tu kujiambia sasa nafsi yake, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi. Nimegundua, nimekusimulia wewe, nimemweleza Mungu alivyo, na sasa wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Na mimi nimechagua jambo moja, nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nafsi yangu, kaa nyumbani mwa Bwana, huyu anayekutendea mambo yote haya. Haya, mambo ya kujifunza. Jambo la kwanza ni mstari wa 1. Kwa hiyo mambo ya kujifunza, tunakwenda mstari hadi mstari, ni mistari 6 tu, kwa hiyo nitaidadavua tu kwa haraka, tutamaliza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Inaeleza uhusiano binafsi wa mtu na Mungu, na sio tu binafsi, ni uhusiano wa kuaminika. Anaeleza jinsi uhusiano wa Mungu kama mchungaji binafsi. Msikilize vizuri, Bwana ndiye mchungaji wangu mimi. Sijui wewe unamwonaje Mungu wako? Do you want to personalize these verses this morning? Yaani unajua, sikiliza, unajua mambo mengine ya kusimulia, ndio maana nilikuwa nakwambia mjue sana Mungu. Siku ile mwaka mpya nisema mjue sana Mungu, na hayo mema yatakufuata. Na mpaka tukaimba ule wimbo, nataka nimjue. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni mtu anayemjua Mungu wake. Katika maisha yangu Daudi, mpaka nimefika hapa, nimegundua kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Sasa Daudi hapa anamtazama Mungu kama mchungaji wake binafsi, sio mchungaji wetu. Labda nianze kutoa kidogo. Hajasema Bwana ndiye mchungaji wetu, amesema Bwana ndiye mchungaji wangu mimi binafsi. Je, unamjuaje Mungu? Mimi swali napendelea kuhubiri. Hebu endelea kuyatafakari haya. Wewe Mungu kwako unamjua kama nani? Daudi amemjua kama mchungaji. Na mchungaji nitakueleza sifa zake katika hapa, alichokuwa nakimaanisha katika andiko hili. Daudi anamtazama Mungu kama mchungaji wake, na hali hiyo sasa, hilo jambo linampa hali yeye Daudi kama kondoo kuridhika na utendaji wa Mungu. Sitapungukiwa na kitu. Watu wa Mungu, inabidi ufike umjue. Unajua watu naimba ule wimbo tena kwamba nimjue ndipo mema yatakapokujia. Ngoja nikupe
kitu cha wachungaji. Wachungaji mimi sijachunga sana, lakini nimekaa na wachungaji. Labda Kalasa yeye anajua kuchunga. Iko hivi. Hivi kondoo au ng'ombe au mbuzi wanapokuwa machungaji, wanamtegemea nani awapeleke kwenye malisho? Unafikiri wao wana wasiwasi kwamba watapungukiwa leo? Yaani ungeweza kuwauliza au kondoo kwamba vipi leo mtakula nini? Ole wenu. Na bahati nzuri mifugo ikifika wakati wa kupelekwa machungani na hujawatoa, watakulalamikia mpaka utakoma kwamba kwa nini nilifuga. Sio? Yaani watapiga kelele wasema yaani mbuzi wana fujo zao. Mbuzi ndio kabisa usiseme, wataanza kurukaruka, wanajua wanavyorukaruka. Kondoo ni wapole angalau. Lakini wakifunguliwa mlango, na sasa ni kazi ya mchungaji kujua, na bahati mbaya wao wanafanyaga kama mazoea. Wanaweza kujua njia ya kupita, mapanda, wanajua njia ya kupita, lakini mchungaji ndio anajua leo nikifika mahali nitapiga kona kwenda mahali fulani, malisho yako mahali fulani. Sasa kama Mungu kama provider, Mungu kama mpaji, anasema mimi nimemtambua, mimi mchungaji wangu walikuwa wanajua hawezi kuhitaji chochote, na mimi Mungu kwangu nimemfahamu kama mchungaji ambaye sitapungukiwa na jambo lolote. Kwa maneno mengine, mchungaji anajali mahitaji ya kondoo wake. Anajali mahitaji. Nataka nimlete kwako mchana wa leo Mungu wako kama mchungaji wako anayejali mahitaji yako. Biblia inasema katika ile Mathayo, hebu nifungulie Mathayo 6. Mathayo 6 watu tunaisoma sana, lakini wengine wao hawaelewi. Hebu twende kuanzia mstari wa 25. Mathayo 6 mstari wa 25. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini na mnywa nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Tuendelee. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, sio bora zaidi ya hao ndege? Hebu twende kidogo tena mstari wa 27. Inasema hivi, ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake kwa mkono mmoja? Tuendelee. Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya shambani, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Mstari wa 29, nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake hajawahi kuvikwa kama hayo maua. Twende mstari wa 30, basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho anatupwa karibuni, je, hata zidi sana kuwavisha ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Sasa mstari wa 32 na upenda mno. Kwa maana hayo yote masumbufu mnayoyafikiri, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Mataifa, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnayahitaji hayo yote. Hivi unajua Mungu anajua unachohitaji? Hivi unaelewa? Sasa huyo ndio mchungaji anajua. Au mataifa kweli, unajua shida tunapishana nao mataifa huko, fujo nyingi mitaani. Lakini tatizo mimi leo nataka nikwambie jambo ambalo tatizo tunalo. Kwanza, imani haba. Hapa Yesu alikuwa anafundisha mwenyewe. Lakini anasema Baba yenu anajua hayo yote, anajua mnahitaji hata kabla. Mahali kwingine wanasema hata kabla. Ndio maana anasema kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Wote wanatafuta, wanakimbizana na hayo yote, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnayahitaji. Na ndio maana msijisumbue sana. Don't be so much troubled. Yani mishe toka asubuhi mpaka jioni.
Yaani Mungu hana kabisa time na wewe, yaani wewe huna time na Mungu, wala hujui kwamba nina baba yangu. Fikiria litoto ambalo alijua hata kama lina baba yake na mama yake, linaishi kama yatima. Hebu fikiria, baba yake yupo, mama yake yupo. Unajua, sikilizeni, baba huwa yuko hivi na mama. Yaani hata kama maisha yakikupiga huko ulikokwenda, nyumbani kwake bado atakupa vipo vingi. Mwana mpotevu alikwenda akatawanya huko, akatawanya, aliporudi kwa baba akamwambia karibu. Nyumbani kwa baba kuna kila kitu. Mimi niseme hivi, hata kama maisha yamekupiga, rudi tu kwa babako. Kwani kuna shida gani? Eti Joel, ukirudi kwangu kuna shida gani? Nitawatuza na karo. Njoni tu wanangu, mkiona maisha yanapinda pinda nyenye njoni tu. Kwanza jumba la kuishi lipo. Hamna shida. Njoni mtaishi, mtakula tu. Si baba yenu nipo. Sasa anayehangaika ni yule hana baba au mama, najua. Mimi nasema yatima hadeki. Si ndio mnasema geo? Lakini mtoto, kwa maana mengine mtoto anadeka. Yaani mimi ungeniona nilivyokuwa na deka alivyokuwepo mama yangu. Yusta anajua. Yaani alafu mama nikifika basi anajua hata Yusta hawezi kunihudumia kama yeye anavyonihudumia. Muulizeni huyu. Nilitishia, ni kweli nilikabwa tumbo. Wakati nimetoka kuoa tu, nimefika nyumbani, tumbo la kuharisha. Mama akanipikia mbuzi akachinja safi, mkwe na nini. Nikazipania nikala bwana, nikaharisha. Sasa mama eti anamwambia nenda kamuulize mtoto wangu atakula nini. Jamani, na mke hapo. Yaani kwani ambaye niulize ni mama au ni mke? Yaani kwa kawaida tu. Si angemuuliza tu kwamba leo mume wako anakula nini? Bwana kwa mtoto. Alafu wa mama wanajua kwamba mtoto hazeeki kwa mama yake. Ni nyie tu mnajizesha. Mimi angekuwa mama wangu mpaka leo. Ningekuwa naenda mbona nalala tu hata miguuni. Yaani kabisa, kwa mwana Masolo yule Lois. Mama yangu mimi nilikuwa na deka, jamani, nilikuwa najua kudeka kwa mama yangu. Hata kwa Eustace deki hivyo. Mama yangu nalala, natulia kabisa. Najua yani sasa mimi nikamwambia, mama mimi nimeoa sasa hivi. Mambo yote mke wangu anajua. Yaani kama vile yeye ndio anamjua Leonard kuliko Eustace. Kwa maneno mengine. Swali langu ni hili. Hivyo Mungu unamjua kwamba anajali maisha yako yote. Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Anajali maisha yangu yote. Nikwambie hivi, nimalizie tu hapa kwa kuambia hivi katika mstari wa kwanza. Bwana Mungu au Yesu kama mchungaji, kwanza ni mchungaji mwema. Ni mchungaji mwema au bora. Pili, ni mchungaji wa mtu binafsi kwa kadiri anavyomwelewa. Yaani wewe kwako lazima ummiliki awe mchungaji wako unayemwamini. Na ukifanya hivyo, uhakika tulio nao ni kwamba lazima hatutapungukiwa na chochote. Lakini nitoe angalizo dogo tu. Mifugo, wachungaji mnafahamu, ipo mifugo mingine mikorofi. Hata kondoo wengine wajeuri kuliko kondoo wengine. Mifugo mingine yani ukienda, wewe unaelekeza huku, wanaenda kwenye mashamba ya watu. Ukizubaa kidogo tu, unalipa faini huko. Au ndio mifugo. Sasa kazi ya mchungaji ni kweli kuelekeza mali sahihi. Lakini lazima mifugo nayo imwelewe mchungaji anachotaka, anachoelekeza, anakowapeleka. Na unajua zamani, Biblia someni hata mnaweza mkagoogle mkatafuta. Wachungaji walikuwa wanatangulia mbele.
Sisi huko Sukumani wanakaa nyuma ya mifugo, sio? Unaswaga, yani unapiga, yani ukimwona huku unampiga huku, unampiga huku. Wale kondoo, na hasa kondoo huko Mashariki ya Kati, mchungaji alikuwa anatangulia mbele, alafu kondoo wanamfuata. Yani wanamfuata, akipiga kona na wenyewe wanafuata. Akipiga, kwa hiyo kondoo lazima awe mfuasi wa mchungaji. Lazima aisikie, awe follower. Lazima aisikie. Kwa hiyo Daudi akitoa hii mifano ya kondoo, anakueleza kwamba manake kwamba kondoo nao lazima wafate wanakuelekezwa. Mchungaji anajua mahali anakuwapeleka kwenye malisho mengi. Yohana 10 mstari wa 11 hadi wa 15, alafu baadaye mstari wa 27. Yohana 10 mstari wa 11, hebu tumuone Yesu anasema nini. Mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu mwenyewe anajieleza ni mchungaji. Oh my Lord Jesus Christ, be my good shepherd. Yani anasema mimi, Yesu, mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mimi ubora wangu uko tayari kutoa uhai, niko tayari kutoa uhai. Na ndicho alichokifanya. Wote tunajua, na leo meza ya Bwana tumeshiriki, tunakumbuka alivyojitoa. Tuendelee. Mtu wa mshahara, huyo mchungaji wa mshahara. Mtu wa mshahara wala si mchungaji ambaye kondoo si mali yake. Kwa hiyo kwa maneno mengine, yeye anajali sana kwa sababu pia sisi ni mali yake. Huyu mtu wa mshahara akimwona mbwa mwitu anakuja, atawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Huyo ndio wa mshahara. Oh, Mungu nisaidie na mimi niwe mchungaji mwema katika THM. Oh, ni maombi yangu ni wachunge kondoo wa malisho yako. Nisikimbie na kuacha wanangu. Hata mimi nanifundisha jambo hapa, kwamba mchungaji mwema yuko tayari kufa kwa ajili ya kondoo. Yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya kondoo wake. Na ndio maana hata mtumishi wa Mungu Paulo anawaambia wazee wa Efeso, anawaambia lichungeni hilo kundi ambalo Bwana kalinunua kwa thamani sana. Jichungeni nafsi zenu na mlichunge hilo kundi, lilisheni, linywesheni, lipeni mahitaji. Na niko hapa na kunywesha mwanangu kwa sababu nakujali. Yesu anasema huyu akiona mbwa mwitu, huyo wa mshahara, huyo ni mchungaji ambaye kondoo sio mali yake. Haya, twende mstari wa 13. Yule hukia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Sasa ubora wa Mungu wetu, sisi ni milki yake, ametununua kupitia damu ya Yesu. Sisi ni milki ya Mungu. Kwa hiyo anatumiliki kabisa, sio tu kwamba anafanya kwa sababu. Ndio maana Yesu anasema mimi ni mchungaji bora kwa sababu nyie kwanza ni mali yangu. Mstari wa 14. Mimi ndimi mchungaji mwema, narudia tena, mimi ndimi mchungaji. Nao walio wangu wanajua. Haya, sasa hapo gia ina change kidogo, ndio nataka nimalizie hapo. Nao walio wangu, yani kondoo, na wajua. Kwanza na wajua. Nao walio wangu wanijua mimi. Nataka nimjue Bwana. Biblia inasema wananijua. Je, unamjua Yesu? Unamjua Mungu? Ndio maana nimekuambia kwamba Daudi anasema huyu ni mchungaji wangu. Is my shepherd. Ni mchungaji wangu binafsi. Je, wewe ni kiwango gani unamjua Mungu wako kama mchungaji? Kama yoyote jina, wewe chagua jina lolote unalotaka. Lakini ni kwamba walio wangu ninawajua, nao wananijua. Haya, sikiliza mstari wa 15. Kama vile Baba nijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Mstari wa 27. Ruka kwenda nenda mstari wa 27. Sura hiyo ya 10. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Mnaelewa sasa maana ya kufuata? Yaani kondoo wao wanamfuata mchungaji. Akiweka hatua na yeye yupo. Akipiga hatua, akikata kushoto na yeye yupo. Akisema sasa hivi ni kulia, kwa maneno mengine, ili ufaidi, kubali kuongozwa na mchungaji. Kondoo wengine ni wakorofi, wanatafuta malisho ambayo hata hawapelekwi. Wengine wala rushwa, wengine wanapata mali kwa utapeli, mnajua. Wengine wanafanya vitu kwa hisia zao, kwa akili zao, sio kuongozwa na huyu. Sasa Yesu anasema kondoo wanaisikia sauti yangu, lakini pia wananifuata. Nikisema
kushoto. Sasa kondoo wengine kushoto, yeye yuko anasepa, yuko anaenda kulia, hata apigwe na udongo. Kuna madongo tunatumiaga na madongo au mawe au miti vyovyote kitakachokuja, unakuta ndo anashtuka, mwingine tena ndo anaendelea huko huko. Uchungaji nao ni kazi na hasa kama kuna mashamba ya watu utaipata fresh. Hasa kondoo wengine wanataka malisho ambayo hata hawaelekezwi. Je, wewe vipi? Unafuata malisho ambayo Mungu anakuelekeza? Au ndio wale kondoo wakorofi wasiojua sauti, wasiofuata? So it's your responsibility to follow, be a follower of the shepherd. And you have to hear his voice. Sauti yake lazima uisikie. Sawa Mstari wa 2. Hapo sema sana kwa sababu ni mahali ambapo panaweka msingi wa haya yanayofuata. Huko kwingine nafikiri nitaenda vizuri sasa. Mstari wa 2, jambo la pili la kujifunza. Kupumzishwa na kuongozwa kwenda katika mahitaji muhimu na kwenye hali ya utulivu. Kupumzishwa na kuongozwa kwenda katika, ndio maana nikasema ni vizuri mkubali kuongozwa na kuongozwa katika mahitaji muhimu na kwenye hali ya utulivu. Mstari wa 2 unasema, katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Sio najilaza, yeye ndio ananilaza. Mungu ndio anakupa michongo, Mungu ndio anakuonyesha fursa, Mungu ndio anakupa wazo la biashara, Mungu ndiye anayekusaidia kufanya maamuzi. Kubali tu kuongozwa, akijua mahali pa kukulaza, hapa ndio kuna malisho, kuna green pasture. Wengine hata makazini nasema nimebadilisha kazi kwa sababu nimefuata green pasture. God knows where the green pasture is. Na ndio maana anasema yeye ndio ananilaza. Tukifika mahali akiona hapa ndio bonde la majani mabichi, ananiambia kondoo waweza kulala hapa, kula shiba lala. Pumziko. Wow, Mungu nipumzishe. Namtaka Yesu na nguvu zake. Mungu anipe pumziko, anionyeshe mahali ambapo naweza nikaridhika kabisa, nikafikishwa kwenye malisho ya majani mabichi, nikaona kwamba hapa ndipo kwenye uhitaji wangu, na akasema pumzika hapa mwanangu, kula shiba. Sawa na anasema kando ya maji ya utulivu huniongoza. Ngoja niambie, kondoo, nilikuwa nasoma mahali kondoo hawatakagi maji ya vurugu. Yaani maji kama ya maporomoko hivi hawezi kunywa. Nasikia kondoo humpati hapo. Kondoo anataka maji yaliyotulia. Na anayejua mahali penye maji ya utulivu ni mchungaji. Anamwambia twende huku. Huku ndio kuna maji ya utulivu. Akimfikisha anamwambia bugia kiwango chako. Umetoka kulala kwenye majani mabichi, sasa kunywa maji kiwango chako hapa. Ukute maji anakuja mara kondoo utamwona huyo. Hizo vurugu haziwezi. Lakini mchungaji anajua mahali palipo na maji ya utulivu. Na hapa anasema ananiongoza. Be a good follower of the shepherd. That's what I told you. Hivyo unajua maji ya utulivu yako wapi? Najua sana, unajua mimi niko smart sana. Baba, usinione mimi na akili nyingi sana hapa mimi. Mimi katika watoto wote wa mzee wetu mimi ndio niko smart. Okay. Yaani mimi na akili sana. Kwetu karibu wote mazezeta. Ila mimi ndo najua. Mimi ndo niko bomba. Biblia inasema usitegemea akili zako. Mkabidhi Bwana njia zako. Be a good follower.
what does it cost you? Yaani hivi inakugharimu nini tu kumwambia Mungu nielekeze mahali sahihi? Yaani wewe ndio haya maombi wewe unamwambia Mungu. Mwaka huu mwambie Mungu unilaze mahali penye majani mabichi. Bwana nipeleke kwenye maji ya utulivu. Ili mahali kikombe chako kikafurike, ndio namna hii. Daudi anamwona Mungu kama mchungaji anayempeleka kumlaza mahali pa majani mabichi yanayomtosheleza huyu kondoo. Lakini pia mpaka analazwa huyu. Lakini pia licha ya majani mabichi anampeleka kwenye maji ambayo yana utulivu. Unajua maana yake nini sasa? Ni kwamba Mungu hutuongoza kuelekea mahali kwenye pumziko na kutupa hali ya utoshelevu kwa mahitaji yetu ya muhimu. Majani mabichi ni mahitaji ya muhimu sana kwa kondoo. Sasa sisi, Mungu anajua mahali kwenye majani mabichi, na ndio maana lazima tukubali kuongozwa atupeleke. Na tukifika kule huwa anatupumzisha, anatupa pumziko na kutupa hali ya utoshelevu. Tunapokuwa Mungu anapofanyika kuwa ndiye anayetuongoza kutupeleka katika hayo malisho. Lakini pia Mungu anajali mahitaji yetu yote kiasi kwamba kunapopatikana baraka za kutupa utulivu au amani katika maisha, anapajua. Mungu anakujua wewe kuliko unavyojijua wewe. Wakati naokoka nikiwa kijana form 6, nakumbuka yale maneno ya vijana wenzangu. Waliniambia umepotea, yani katika watu ambao watakufa maskini mbumbumbu. Yaani maskini mbumbumbu wasiojielewa ni wewe. Wakaambia hivi, umekosa nini ili tukusaidie? Yaani vijana wenzangu, fikiria, wote tunabangaiza tuko form 6. Eti wao wanichangie, yani kunisaidia. Hivi nimekosa nini katika maisha? Nikamwambia najua ninachokitafuta. Unajua kilichonisaidia? Ngoja nikwambie kitu kidogo sana. Kidogo sana. Ambacho katika maombi niliomba kabisa tena kipindi kile. Nikasema hivi, Mungu, kama wanaokufuata wewe huwa wanakufa maskini, niko tayari kuwa wa kwanza kufa kwa sababu nimechagua kukufuata wewe. Mikononi mwako ninayakabidhi maisha yangu. Unajua hatima yangu kuliko mimi ninavyojijua. Wakati mimi nataka kuwa daktari, ngoja nikusaidie tu kwanza. Mimi nitakaga kuwa daktari tena wa kutibu. Nimeanza tu kutibu, Mungu akaniambia kuna mradi huko. Kuna green pasture. Mimi akaniambia kuna mradi. Nishawapa ushuhuda hapa. Hata mimi nilichanganya. Nikaenda kwa mkangu nikamwambia omba, mimi sielewi kama ni baraka kama ni laana. Mimi nimeambiwa mradi wa kudhibiti ukimwi. Nikasema hivi ni laana au ni baraka? Unajua enzi hizo ukisikia ukimwi tu unaona kama dhambi. Nyie hamjui. Enzi hizo mlokole ukisikia ukimwi, tena ukimpata mwinjilisti utakwenda na kilo 2. Alafu ndio unakwenda kuwahudumia wenye kilo 2. Wakati hamna dawa, mind you, hamna ARV, hamna. Mimi naitwa niende kwenye mradi. Nikasema nikamwambia mke wangu, hivi ni baraka au ni laana? Huyu hapa. Nikamwambia hata mimi mwenyewe sijielewi. Nikaenda kwa mchungaji nikamwambia, mchungaji nisaidie kuomba. Mimi nimeitwa kwenye mradi, sijui kama ni baraka au ni laana, mimi sijui. Wakaniombea, nashukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili ya mchungaji wangu. Wakanambia nenda, ili mradi tu usicompromise imani. Lazima wajue kwamba wewe umeokoka. Mchungaji wangu ndivyo aliniambia, wajue kwamba wewe ni mtu wa tofauti. Nikamwambia hilo tu. Mimi Yesu wangu. Yesu wangu mimi popote pale nilipo wanajuaga Yesu wangu. Yule mlokole, yule dokta mlokole, yule anaimbaga na kwaya, yule anaimbaga na kucheza. Nimecheza kwaya na tumerekodi za kutosha tu. Ndio lililotawala dunia. Pesa ndio, pesa ni maua, pesa. Tumecheza. Karibu, si unajua nilikuwa mzeenu lakini nacheza. Nilikuwa nazipiga kweli hizo. Mordekai Myahudi mwenye msimamo hai, nikavaa na gunia nikajipaka na majivu mimi mwenyewe. Zipo picha mpaka leo. Mordekai enzi za zamani jamani, ila mateso napo. Hivi siku hizi bado mnaimba hizo nyimbo kama hizo?
Mkirekodi mnajipaka majivu. Sisi tuko tunajipaka majivu bwana. Katikati Arusha Ngaramtoni bwana. Mimi nikaambiwa utajipaka wewe mwenyekiti. Dokta huyo. Yaani vijana kabisa wamepamba kina Gideon hao. Nani atakuwa Mordekai? Nani atagiza kama Mordekai? Mzee wetu hapa amekaa Mordekai. Misimamo hii ya imani kama Mordekai hivi. Nikasema Mungu wa Israeli. Nikamwambia nyewe watoto, hebu jichagueni basi nyie umo miongoni mwenu. Yaani mimi ambia mzee utavaa gunia na utajipaka majivu. Kukuhurumia tu tutakupa poda ili onekane. Nikasema Mungu wangu, nani mwenye poda? Wakapatikana wadada. Wazi kosekanagi, wakazileta poda bwana. Gunia, wakaenda kununua gunia bwana. Likakatwa pale katikati na kutobolewa huku na huku. Natetemeka mwenyewe. Yaani siku hiyo ninasema jamani, hii video inakwenda kuangaliwa na kina nani? Ngaramtoni pale tukaenda tukavamia kimji cha jamaa fulani tu hivi. Sasa tunaomba mahali tubadilishe nguo. Washika kamera kama hao yuko kule sokoni Ngaramtoni, sokoni. Nikaenda nikavaa bwana. Nikasema leo. Nikaweka poda bwana. Watu vijana wangu anatoka bwana Mordekai. Nikatoka bwana nje. Ile natoka nje. Kumbe washika kamera wameshanimulika kutokea mbali. Hapo nikatoka nikaanza kuwa kama kichaa. Kwanza nikamwambia jamani, mji unaangamia, Wayahudi wanakwenda kuangamizwa, lazima tukatae. Huyu Hamani anataka kuangamiza Wayahudi. Unajua watu walikimbia, wakajua cheese. Watu yaani afu na mimi ndio nawafuata, na mimi unajua mimi mkorofi fulani hivi. Afu nawafuata wale waoga, ndio nawafuata. Ili picha inoge. Ikapigwa picha bwana. Baada wasema tumeliwa. Yana rekodi ya majamaa bwana. Yaani wakati tumeshamaliza watu wanagonga. Dokta umefanya vizuri sana. I say dokta. Nimekaa kwenye gari hapa sasa, dokta umefanya vizuri sana. Niambia ila kipisi hiki jamani, ila mmeniweza nyie. Tulikuwa tunazimba hizo. Mordekai. Sasa nachotaka kusema ni hivi. Mimi kwa Mungu wangu nilikuwa naweza kufanya ucrazy wowote naweza kufanya. Kwa sababu namjua Yesu wangu, mimi wala sipati shida. Na ndio yamekuwa maisha yangu. Kumbe bwana ndipo niko sahihi bwana. Na mimi naungana na huyu Daudi. Sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi. Nimeshaona Mungu akiniongoza katika malisho ya majani mabichi. Hivi unaelewa kwamba mimi katika maisha yangu mimi sijawahi kuapply kazi nikakubaliwa. Kazi zote unazojua nimefanya mimi niliitwa, nilitafutwa. Sisemi kuapply ni vibaya. Wewe apply to keep on applying, no problem. Lakini mimi kwangu ndio namuelewa kwamba malisho ya majani mabichi huwa ananilaza, ananitafutia michongo mwenyewe, ananitafutia mahali sahihi mwenyewe. Mungu ndivyo amefanya katika maisha yangu. Nikikwambia mimi ni ushuhuda kweli, mimi wala sitanisi. Wewe kama nataka kamuize mke wangu, kama yani mimi sijawahi nika-apply nikapewa kazi. Nilisha-apply kwenda Botswana nikanyimwa, nika-apply kwenda UN sijui wapi nikanyimwa. Watu fulani wakaja nikawaambia mnipe $10,000. Na ndivyo na mimi na ujeuri. Wamenitafuta wenyewe, nikamwambia nipe $10,000. Nilitafuta mimi mwenyewe kazi. Wakasema sasa tutaongea kwa simu wakati hamna Zoom meeting. Tutaongea kwa simu na mtu yuko Marekani wa kuhoji. Wakanihoji, utahitaji ngapi? Nikamwambia $10,000. Enzi hizo eti $10,000 na mtoto wa maboko huyu naye. Nikasema simalisho majani mabichi sasa. Si mabichi, mimi nataka $10,000. Uwezo ukapunguza? Ngambia sana $8,000. Kama mtaki achane na mimi. Na kweli jamaa wakamute, hawakunirudia. Wakasema tutakutafuta, hawakunirudia bwana. Ujeuri wangu. Lakini Mungu pale akaninua. Wakaanza kunitafuta na wengine. Tumpate wapi? Ingia hapa. Tumpate wapi? Ingia hapa. Tumpate wapi? Ingia. Maisha yangu yote. Sasa nishindo kuelewa hili kwamba huwa ananiongoza kwenye malisho majani mabichi. Wewe.
mimi Mungu wangu na mimi naungana na Daudi. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Bado la kuongoza linaongezeka tu. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Hapa tunajifunza habari ya kuhuishwa au kurejeshwa tunapopotoka au tunapochoka. Kurejeshwa is about restoration. He restores my soul. Nafikiri ndivyo Biblia za Kiingereza zinavyosema. Ananirejesha nafsi yangu. Kunihuisha ni maana yake ni kwamba ni matengenezo, ni marejesho, ni kurejeshwa, ni kutengenezwa upya, kufanywa upya. Daudi anamwona Mungu anahusika kama mchungaji mwema, kwamba hata anapokuwa katika hali ya kupotoka anamrudisha kwenye mstari. Na ndio maana anasema ananiongoza kwenye njia ya haki. Anasema huku umepotoka. Sikiliza wale wanaopotoka sasa, nina habari njema. Ona habari kwa kondoo jeuri jeuri. Unajijua mwenyewe nani kondoo jeuri? Mungu wa Israeli. Wewe unajionaje? Wewe ni kondoo jeuri au kondoo msikivu? Sasa na habari njema kwa kondoo jeuri jeuri, wale ambao wanachepuka chepuka wakiambiwa kwenda hivi. Mungu huwa anaponya hata waliojeruhiwa kwenye ujeuri wao wenyewe. Daudi anamwona Mungu kwamba anahusika kama mchungaji mwema kumrejesha kondoo aliyepotoka kwa kumrudisha kwenye njia sahihi. Na hii ninachofurahia anafanya kwa ajili yake mwenyewe. Soma hayo maandiko, turudie tena wa mstari. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ngoja nikwambie, Mungu kwa ajili ya heshima ya jina lake huwa anajitahidi kukurejesha kwenye mstari. Ni kwa ajili yake mwenyewe. Hivi wengine wananielewa vizuri, wala ambao mlishachemka kwenye maisha ya wokovu mnanielewa kwamba hata sasa ni neema ya Bwana tu kwamba hatuangamii. Si mnajua? Ndio hiyo sasa, kwamba ananihuisha nafsi yangu, anairejesha tena nafsi yangu, ananipa uhai tena. Kuhuishwa ni kupewa uhai tena upya. Umesikia? Ndio maana ya kuhuishwa, kwamba kilikuwa kimeharibika sasa kinarejeshwa tena kwenye uhai wa awali. Na ndivyo Mungu alivyo. Mungu maana yake sasa, Mungu anatujali kwa kutufanya upya au kuturejesha nafsi zetu zinapochoka au tunapokuwa tumepotoka. Tunapokuwa tumechoka au tumepotoka, na kutuelekeza kwenye njia sahihi. Hebu nisome andiko moja ndio utanielewa. Isaya 53 mstari wa 5 na wa 6. Nafikiri ndio utanielewa kwa habari ya kondoo jinsi Mungu anavyowajali. Isaya 53 mstari wa 5 na wa 6 ni kielelezo kizuri. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mstari wa 6 muhimu sana. Sisi sote kama kondoo tumepotea. We have gone astray. Tumeshatoka kwenye njia. Kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Anajiona na maakili mengi, anajua na uzoefu mwingi, anaweza kaenda vyovyote, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa ajili ya kitendo cha Yesu pale msalabani, hata sasa damu ya Yesu inanena mema. Nataka nikutie moyo, hata wewe ambaye umerudi nyuma, bado neema ipo. Madam Mungu hajafunga mlango, madam hujafa unapumua. Mimi namwambiaga Mungu, hii pumzi ni mtaji. Pumzi yangu ni mtaji. Ukijiona unapumua, una mtaji wa kurekebisha mambo. Kubali tu kuhuishwa. Manake kazi ya kuhuisha ni ya Mungu mwenyewe. Ninajua hata nafsi yako inalia, inasema wewe unarudi lini kwa baba yako? Mbona umeenda mbali sana? Rudi basi nafsi yangu, muhimidi Bwana. Najua hata inakukorokochoa hata wewe mwenyewe. Mimi wasiamini mtu anaweza akaenda kinyume akawa na amani.
Siamini. Chai ya wokovu najua mimi mwenyewe, nikichemka najua kabisa. Yaani hata kuna kosa, hata ujasiri haupo. Hata na ndio maana unajua kukamata mtu aliyetenda dhambi, mbona rahisi tu. Muangalie machoni wakati anaongea. Anapojieleza alafu unamuuliza maswali, vipi umetenda dhambi? Unajua hapa tayari. Make nafsi huko inamwambia sema ndio. Alafu naiambia hapana. Akisema hapana, ameangalia hivi, unajua tayari hapa. Mtu anayesingiziwa, hivi unajua mtu anayesingiziwa? Mimi baba kabisa nakwambia sijafanya. Sio mimi, hao waliosema. Sasa ukute mtu dhamiri inamshtaki. Baba kwa kweli ni kama watu wamenisingizia. Sasa wamekusingizia, unaangalia huko, niangalie machoni. Sio wamekusingizia. Unajua tu hapa tayari tunahitaji neema ya Bwana hapa. Basi kwa sababu tumepewa neema ya kichungaji, naambia sasa, Bwana sikiliza, tuko mbele za Mungu. Mimi nataka nikuombee neema ya Mungu. Sasa sijui nikuombee nini? Kwamba kama umetenda basi Mungu akurarue, akuondoe hapa duniani. Sasa baba, hapo kwa kweli ngoja niseme ukweli hapo. Hapo sasa tunaenda mbali mna mchungaji. Mambo ya kuombeana laana tena. Lakini mchungaji, mmeitwa ili sasa unanifundisha tena mimi. Hii kazi ya mchungaji nzuri sana. I say Mungu ndiye mchungaji. Na mimi nataka niwe mchungaji kama Mungu wangu, kama Yesu wangu alivyo mchungaji. Anasema sisi sote tumepotea, lakini anaturejesha. Kwa hiyo kondoo wanapotea, wapo kondoo wajeuri. Kwa hiyo kondoo, pamoja kwamba tunajifunza mchungaji na kondoo, usiwe mkondoo jeuri, usiwe kondoo jeuri. Lakini ukifanya ujeuri, Mungu anakuhuisha, Mungu anakurejesha nafsi yako na kukuonyesha njia ya haki. Mstari wa 4. Jambo la 4, mstari wa 4. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo vyako vyanifariji. Hapa kuna lugha fulani ya mafumbo. Na hapa pale mwishoni, hivi unafarijiwa na gongo na fimbo? Mpe mwinjilisti hapa. Wengine mtapigwa gongo, wengine mtafarijiwa na fimbo, mpaka mchapwe fimbo ndio mnapata na faraja. Si gongo linamfariji hapa? Ngoja nikufafanulie. Daudi anajua anachokizungumza. Iko hivi. Cha kujifunza hapa ni kwamba usalama na ulinzi, mambo mawili. Usalama na ulinzi nyakati za hatari au nyakati za kupita katika mambo magumu. Kondoo, kuna scenario nyingi hapa. Hivi mnajua kwenye maji, kwenye mito ni mabondeni. Mnajua pia? Yaani nyinyi ambao mmeishi milimani au mmechunga, akikuongoza mahali kwenye mito ni kule bondeni kabisa. Na huenda ndiko una majani mabichi yanapatikana. Lakini kushuka kutoka milimani kwenda bondeni, kuna mabonde mengine yanaonekanaga kama bonde la uvuli wa mauti. Yaani unachoona ni darkness, ni giza. Na mtu mmoja alikuwa anasema kondoo wao wapendi hata kupelekwa kwenye vitu kama hivi. Umpromoshe kutoka mlimani, yani atembee kumpeleka kule bondeni. Lakini anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Maana kule kuna mabaya ya kila aina. Sasa ngoja nikusaidie kitu. Anasema kinachonisaidia ni hiki. Wewe uko pamoja na mimi kwanza. Uko pamoja na mimi. Yaani tukienda kule na wewe uko pamoja na mimi. Do you know kwamba mapito unayopitia Mungu yuko pamoja na wewe? Hivi unaelewa? Kwanza Yesu yuko ndani yako, Mungu Baba yuko ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kwani uko peke yako? Mimi nishawahi kufeli mtihani nikapewa 6 kwa 100. Alafu nikaambiwa unarudia. Mwanafunzi mpuzi, huna akili. Nikaenda nikaambia Mungu, haya maneno umetukanwa wewe. Nakumbuka siku nalia, namwambia Mungu, haya matusi yanakuhusu. Si uko pamoja na mimi? Nimetukana kwanza kwa sababu ya ulokole. Mwingine anambia umekalia ulokole tu, profesa wangu huyu. Wasi wanajua
mtoto mlokole tu. Nikasema hilo tusi la kwangu chukua tena Mungu na hilo. Nikaandikiwa na barua sasa kabisa kwamba you are the poorest student, the poorest among all students. I have been a poorest student in my class. Stella, I have been a poorest student and I had that letter. I wish kwamba photocopy kama ningekuwa na nani hizi ningeipiga picha. Ile barua imesema you are the poorest student, come and see me. Na mimi peke yangu ndio nilisapu hilo somo. Na kweli I'm the poorest. Sasa si nimeambiwa. Nikaenda nikaikunjua ile barua kwenye kitanda, nililia machozi, nikayadondoshea kwenye barua. Nikasema I'm the poorest student and you are the poorest daddy together with me. Take it. Maombi mengine magumu ni kwa sababu hujui kama Mungu yuko pamoja na wewe. Unafikiri vita ni vya kwako. No, the battle is not yours, it's God's. Ndio maana anasema mimi katika hali ya kunitishia usalama, kwanza kinachonifariji ni wewe uko pamoja na mimi. Do you know that God is with you everywhere you go, anything you do? Hata ukijificha huko, unapochepuka huko, anakuona, mko pamoja. By the way, ukizini na Roho Mtakatifu uko ndani yako. By the way, wewe umefanya tu, baba hebu kaa pembeni kidogo nimalize, alafu nitakuchukua tuingie. Tukienda kanisani nitainua tena mikono. Ndasema you are holy, you are holy and you are holy. Mungu wa Israeli. Mungu yuko pamoja. Ogopa sasa. Hii ya kuwa Mungu pamoja na wewe, iogope sana hii. Kwamba popote unapokwenda na chochote unachofanya. Lakini the good thing, hata katika mambo magumu wewe uko pamoja na mimi. Lakini kingine akasema, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Ngoja nikueleze. Gongo in English they call it a rod. Alafu hii fimbo Kiingereza inaitwa staff. Iko hivi. Wachungaji wa Middle East walikuwa na silaha mbili kubwa. Pamoja na masimesime wanaweza kanana mapanga na nini, haina shida. Lakini kuna gongo na kuna fimbo. Gongo kimsingi leo ni rungu. Yaani ni mti mfupi mnene. Huo ni kwa ajili ya kugonga maadui, wanyama waharibifu wanaotaka kula kondoo. Gongo ndio lilikuwa linatumika. Simba huyo au dubu ikishindikana, Daudi alikuwa anashika mwenyewe, alikuwa anajua yakishindikana yote nashika makanyo ya simba. Lakini gongo ndio lilikuwa linasaidia kuua predators, wale wanyama waharibifu wanaowinda mifugo. Halafu fimbo, ile staff ni fimbo ndefu, ni mti mrefu, alafu kwa juu umejikunja, unakuwa kama ndoana, umejikunja hivi. Ule ni kwa ajili ya kuwalinda kondoo na kuwaokoa wakinasa kwenye vichaka, wakinasa kwenye mabonde. Anafanya tu hivi, inakuwa kama ndoana, shwap, anavuta shwa. Ndio maana Daudi anasema vinanifariji. Mmenielewa? Mmeelewa maana yake? Kwa hiyo usifikiri tu ni gongo la atakugonga. Atakugonga utafarijika. Acha matafsiri za ajabu ajabu hizo. Someni, nendeni mkasome. Kwa nini anasema gongo na fimbo vyanifariji? Kwa sababu gongo unawaua maadui zangu, na fimbo nikikwama mahali pabaya kwenye bonde unanivuta. Ndio maana yake. Na ndio maana akasema inanipa faraja, kwa sababu uko pamoja na mimi. Unahakikisha gongo piga, nikichepuka vuta. Sasa ndio anasema basi mimi nafarijika. Na ndio maana sasa anasema siogopi. Hata nikipita kwenye bonde, kuna manyang'au, kuna masimba, kuna madubu, kuna mahatari, kuna vichaka, kuna nge, kuna nyoka, kuna vyovyote vile, bonde pana giza, wewe uko pamoja na mimi. Na gongo liko mkononi mwako
na fimbo iko mkononi mwako. Nikikwama unanitoa, akija adui unamtandika. Ndio maana unanipa faraja na siogopi chochote. Mmemwelewa sasa? Application. Uwepo wa Mungu maishani mwetu, uwepo wa Mungu maishani mwetu unatupa ulinzi kinyume na adui. Uwepo unatuhakikishia ulinzi, lakini pia ni mwongozo wa kimungu, divine guidance. Yaani Mungu yuko pale kukuguide kama kondoo, kwamba huku hapana, unavutwa. Tunapopitia hali za hatari, na hii lazima itupe faraja. Isaya 40:11. Isaya 40:11. Karibu namaliza. Haya, atalilisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wana kondoo mikononi mwake. Wow, what a caring shepherd. Unajua sikiliza. Wa kondoo, alafu wale wachungaji wazuri, kondoo hata akijifungua malishoni anabebwa. Kale katoto kanabebwa. Si mnajua? Anakabeba hivi. Wow, that's very, very so nice. Sasa anasema atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyeshao atawaongoza pole pole. Hata wanaonyonyesha anawaambia haste haste, chonde chonde, pole pole. Angalia hapa, utajikwaa kondoo. Wewe umetoka kujifungua, wewe umetoka kwenye changamoto, wewe umetoka kwenye shida. Ninajua maumivu unayopitia. Kwa hiyo yupo tayari kukuongoza pole pole. What a shepherd. Hivyo Mungu alivyo mzuri. Niwaeleze vipi sasa uzuri wa Mungu? Ninawaambia huyu anayejaza kikombe, sasa mnamuelewa vizuri. Aya, tumalizie na Ezekiel 34 mstari wa 12. Inaonyesha kwamba pia anajali. Kwamba anajali, anapiga maadui, anakuokoa na hatari. Huyo inaonyesha kujali. Ezekiel 34 mstari wa 12. Kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, au kondoo waliotawanyika pole, ndio nitakavyo watafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali popote walipotawanyika, katika siku ya mawingu na giza. Bonde la uvuli wa mauti ni giza. Hapa someki. Mambo yakiwa hayasomeki, umechanganyikia, umevurugwa. Siku ukisema nimevurugwa, it's very close to you. I want to give you assurance. Nataka nikupe uhakika. Yaani siku unasema nimechanganyikiwa na mambo yamenichanganya, nimevurugwa, very close. Your shepherd is very close to you. Yuko tayari kuangalia tu kwamba hii ni adui, gonga na gongo. Kama ni wewe mwenyewe anakuvuta, tuambia mwanangu, njoo tulia kifuani, pole pole, haste haste, pole pole, twende, tutafika. Safari inaendelea. Mimi nimemwona Mungu akinitia moyo hata katika masuala ya utumishi huu. Nimemwona Mungu, kuna nyakati na vurugwa, akili inachanganyikiwa, kuna kipindi hata mpaka ninatoka na vimba na midomo, lakini wapi Bwana. Kuna siku unaburudishwa, alafu kuna siku ikitoka kama wiki hii mnafikiri sina raha. Equity wamejibu sasa. Simaniona kwanza nilivyochangamka, alafu naongea kwa pause kweli leo. Mwenye kujiamini fulani hivi. Kwa sababu najua zipo benki, ili jengo linaisha. Sasa ni kwa nini Mungu nisimwone kama mchungaji wangu? Ilonge nikuta wakati wamenivuruga. Kuna siku moja Karibu amenikuta wamenivuruga, I say. Nikashindwa hata kusimama, kukaa, kaanza kutembea tu chumbani kwangu hapo. Nasema mwanangu wamenivuruga kabisa. Hata siwaelewi. Zipo nyakati kama hizo. By the way, ni hivi. Huwa zipo nyakati za hatari kwenye maisha. Don't forget that. Zipo nyakati za hatari, lakini Mungu anafanya nini wakati wa hatari? Ndio huu. Kwa hiyo sio swala tu la kupeleka kwenye malisho ya kuna nyakati za hatari, kuna nyakati hatarishi.
mambo hayaendi. Kwa hiyo kifupi ni kwamba Mungu anajali, anakujali kuliko unavyofikiri. Mstari wa 5 ambao sasa tunaingia, na mstari wa 5 una jambo moja tu kubwa, na hii ni namna ya mwandaaji karamu. Mstari wa 5a unasemaje? Zaburi 23:5a. Hii kwa sababu ni andiko letu la mwaka, nilieleza sana ile siku ya tarehe 1, lakini ngoja nirudie kidogo tu. Waandaa meza yangu machoni pa watesi wangu. Iko hivi. Kufanikiwa kwetu, tunafanikiwa katikati ya dunia yenye upinzani. Upinzani, opposition for men of God is inevitable. Haikwepeki. Upinzani ni kitu cha kawaida. Duniani mnayo dhiki, jipeni moyo. Na ndio maana huku kuna kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sasa anasema hivi, unaandaa meza, yani unanifanikisha, unaandaa karamu, sherehe katikati ya wanaonizunguka, wengine wako kinyume na mimi, wengine ni wapinzani wangu, wengine wananidharau. Na ndio maana nikakwambia ile siku ya tarehe 1, nikamwambia kuna watu wanakuona wewe ni wanakudharau, lakini ni mwaka ambao Mungu anakwenda kukuinua na kukufanya kwa namna ambavyo hata wewe mwenyewe hutaamini. Kifupi ni hivi, Daudi anamwangalia Mungu kama mwandaaji wa karamu au sherehe ya kifahari. It's not a normal banquet. It's a lavish banquet. Jamani, lavish yani ni ya kifahari. It's a lavish banquet. Wewe, mahali ambapo watu wanamiminiwa kikombe mpaka kinamwagika, yeye mwandaaji wala hajali. Unafikiri ni karamu ya kawaida hiyo? Yaani meza inaandaliwa mapochopocho, hata ukimwaga haina shida. Unafikiri ni sherehe ya kawaida? Nenda mahali ambapo kuna ukame, utaambia pima kidogo. Mnajua wapo maskini wengine wamelala na njaa, ndio utakavyoambiwa. Kwani hamjawahi kuona? Na wamama ni wazuri sana kwenye hili. Chakula kutupatupa. Eti wao mnapenda vyakula kumwaga hata kwa nyumbani kwangu. Sasa eti mwandaaji, hicho kipengele cha pili, ikifika zamu yako, amina, basi baba tayari. No. It's not enough. Wow, what a generous host. Yani Mungu kama host of a banquet, he does unexpectedly lavish abundance, blessings. Anasema na kibaya sasa au kizuri, mimi nakiita kizuri. Unaandaa meza machoni pa wanao nisema vibaya, machoni pa upinzani. Wewe ndipo hapo unaandaa meza na inalika. Hivi ulishakukaa na mtu kwenye hoteli ambaye humpendi? Au hata tu kanisani hapa, nafikiri mnachaguana, mnapendana wote. Kama mlikwazana jana, mkae pamoja hapo, utakuwa hata somo hutanisikiliza vizuri. Iko hivi bwana, mbele ya adui sio mahali comfortable, si ndio? Lakini Mungu ana uwezo sasa wa kukuandalia, yani mahali kwenye mahangaiko, watu wako kinyume na wewe, watu wanaona hutatoka, anasema sasa njoni muone. Na ndio maana anampenda yule mwimbaji, anasema muombea adui yako asife. Sasa wewe unakosea maombi ya kusema afe aondoke, shauri lako. Acha aje ashuhudie. Yana ashuhudie kabisa, aseme jamaa katoka tulijua haolewi. Mkaribishe, mpe na kadi ya ndoa. Machoni pa watesi unaandaa karamu. Mungu anakusherehesha hata mahali ambapo kuna upinzani. Kwa hiyo kifupi kabisa ni kwamba Mungu wetu hutuonyesha ukarimu
wa kifahari, wa heshima kubwa na utoaji wa hali ya juu, hata tunapozungukwa na upinzani au kudharauliwa. God can do that. Ile bi yake sasa ndio ya andiko letu. Andiko letu inasema, umenipaka mafuta kichwani na kikombe changu kinafurika. Nilizungumza kwa kirefu sana ile tarehe 1. Kifupi ni kwamba Mungu anaweza na anatamani kutoa baraka tele, kutoa baraka nyingi kiasi cha kumwagika au kupita kiasi kinachotarajiwa. Yaani naomba mkariri hii kitu. Kufurika ni kupita kiasi kinachotarajiwa. Yaani the cup is full. Naona kuna watu wanielewi. Iko hivi. Mstari wa kwanza anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Manaka anakupa utoshelevu. Hutapungukiwa na kitu, anakupa unaridhika pale kwamba kweli amenipa kulingana na ninavyohitaji. Lakini hapa anasema yeye huyu sasa anatoa hata zaidi ya kile ninachokihitaji. Yaani hapa anamweleza kama Mungu akisha vile unavyovihitaji kishafika, bado anakuongezea tena vingine. Ndio maana kikombe kufurika. Na hiyo tutaidadavua sana mwaka huu, si ndio? Haya, jambo la mwisho, mstari wa 6 ambao ni hitimisho. Twende mstari wa 6. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Ninachokiona hapa ni kwamba ni ukweli usiopingika. Inabidi ufike mahali uwe na assurance in your heart. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. You are very sure that God's favor, God's grace, neema, wema wa Mungu na fadhili siku zote za maisha. Ninataka kuambia hivi, baraka za Mungu sio za mwaka 2026 peke yake. Ninakuombea uelewe kwamba akikubariki amekubariki maisha yako yote. Daudi anasema hakika wema na fadhili yote niliyasema huko juu. Mungu wangu kama mchungaji, Mungu wangu kama mwandaji karamu, hayo marupurupu, huo wema wake, huo kujali kwake kutanifuata siku zote za maisha yangu. Wengine wanafikiri nikiwaambia mwaka 2026 ni mwaka wa kufurika, utafikiri ndio mwaka huu tu ndio peke yake wa kufurika. Mimi nakupata shuhuda za kufurika za zamani. Ngoja nikusaidie. Hizi theme watu natafuta tukusaidie tu uweze kuwa na focus ya mambo fulani ya Mungu. Lakini si kwamba kweli 2026 mwaka jana Mungu asingekubariki au mwaka 2027 hata kubariki. Hilo ni jambo la kudumu. God's blessing are long lasting, are with us all the days of our lives. Na ndio Daudi anasema hakika wema. Sasa anamaliza anajiambia, anasema hakika wema. Natamani mtu amjue Mungu wake kwamba Mungu ndiye anayetoa wema na fadhili, na huo wema na fadhili zinamfuata, zitanifuata siku zote. Na mwisho sasa ndio anasema, nami nimechagua neno moja, nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Because he is so precious, he is so generous, he is so good. What a good shepherd, what a good host of a banquet. Huyu Mungu ni Mungu mwanda karamu njema. Huyu Mungu ni Mungu mchungaji mwema. Na mimi nimechagua niwe karibu na yeye siku zote za maisha yangu. Na hayo ndio maamuzi uwe nayo. Mwaka huu 2026 chagua Bwana awe sehemu ya maisha yako. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu mtatembea. Na wewe chagua, kama Mungu anakutendea hivyo, na wewe mchague basi. Na ndio maana Daudi akasema, mimi nimemchagua, nimefanya resolution, nimefanya uchaguzi, sitamwacha Mungu wangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ni utafakari uzuri wake, ni utafakari wema wake, ni utafakari baraka zake, na hata milele na milele na milele. Hata dunia hii ikiisha, lazima niende naye mbinguni. Nimemaliza.
Oh, rabashaikapo. Bwana ndiye mchungaji wangu. Mke wangu chukua maiki. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza Bwana. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza Bwana. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya Bwana, kwa maana wewe uko pamoja na mimi. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya Bwana, kwa maana wewe uko pamoja na mimi. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya Bwana, kwa maana wewe uko pamoja na mimi. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya Bwana, kwa maana wewe uko pamoja na mimi. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mungu wangu na Baba yangu, ninakuja mbele zako tena wakati huu. Tumejifunza wema wako na fadhili zako katika maisha yetu kupitia Zaburi ya 23. Watoto wako wamesikiliza kwa makini, wamegundua kwamba wewe ni mchungaji mwema, ni mchungaji bora, ni mchungaji unayejali maisha ya watu wako kuliko ambavyo hata sisi tunaweza kufikiri. Ninaomba wakati huu tena Bwana ukapate kumwangalia yule ambaye anajiona kupungukiwa, maana Daudi anasema wewe ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yoyote ambaye anajisikia kupungukiwa katika mchana wa leo,
Ninaomba Bwana ukapate kumfariji. Ninaomba Bwana ukapate kumjalia. Ninaomba Bwana ukapate kumjali. Ninaomba Bwana ukapate kumpa haja za moyo wake, ukampe haja mahitaji yake katika mchana wa leo. Ninaomba kwa ajili ya kila moja ambaye amesikia ujumbe huu, Bwana ukapate kumpa, asihitaji, asipungukiwe na chochote. Ukamlaze katika malisha majani mabichi, ukampeleke katika maji ya utulivu, ukampe amani, ukampe utulivu, ukampe pumziko, ukampe Bwana kumtetea na kumpigania anapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti. Ninajua kuna watu hata sasa wanapita katika bonde la uvuli wa mauti. Ninajua kuna watu wanapita katika hali ngumu. Ninajua kuna watu wanapita katika hali za kutatanisha. Ninajua kuna watu katika misimu ambao hawajui watajua, hata jua hawalioni, hawaoni mwanga, hawaoni kufanikiwa, hawaoni kuinuliwa, hawaoni kutetewa, wamekata tamaa. Giza limekuwa kubwa, giza limekuwa kubwa. Ninaongea na mtu mmoja ambaye giza limekuwa kubwa katika maisha yake. Mwingine anataka mafanikio katika biashara yake, mwingine katika ndoa yake, mwingine kupata mtoto. Ninatamka kupata mtoto katika jina la Yesu. Kama umekosa mtoto, shika tumbo lako, mwambie Bwana Yesu akupe mtoto majira kama haya mwakani, ukapakate mtoto. Ninatamka kupakata mtoto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatamka ndoa, ninatamka ndoa kwa wale wanaohitaji ndoa, wamechanganyikiwa, 2 na 1 havishikani, wamechanganyikiwa. Baba ukapate kuwapa wachumba, ukawape waume na wake sahihi. Wale ambao wapo katika ndoa zipo katika mtafaruku, zipo katika giza nene, hilo ni bonde la uvuli wa mauti. Baba gongo lako, gongo lako, gongo lako Bwana likapige maadui wote. Gongo lako likamcharaze ibilisi katika jina la Yesu. Ni kwa sababu hii Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Ninavunja kwa gongo, gongo divine road, gongo la kimungu, gongo la kimungu ninalitupa kwa ibilisi. Achia katika jina la Yesu. Wewe ibilisi ambaye umekamata baraka za watu wa Mungu, ninakuamuru sasa, toka, ondoka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Ninakupiga na rungu, ninakupiga na rungu kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, wapo ambao ni kwa sababu ya kutangatanga kwao, ni kwa sababu ya kuchepuka kwao, lakini Baba nimetangaza habari ya kuhuishwa, habari ya kurudishwa. Nyosha fimbo yako, nyosha fimbo yako, warejeshe katika mstari wale waliopotoka, wale wameenda astray. Ninaomba neema kwa ajili yao, warejeshe tena katika mstari, katika njia ya haki. Baba asante kwa sababu wewe Mungu unaandaa meza katikati ya watesi. Andaa Baba, andaa meza kwa ajili ya watu wako. Andaa meza mwaka 2026 Baba, ukalete mwanga, ukalete sherehe, ukalete karamu, watu wakasherekee katikati ya upinzani, katikati ya kudharauliwa. Bwana ukapate kuwapa neema, wema na fadhili zako zikambatane na watu wako siku zote za maisha, siku zote za maisha. Wakakae nyumbani mwako milele na milele, wakakae nyumbani mwako milele na milele. Asante Bwana, asante Mungu wa mbinguni, ninakubariki na kutukuza. Amen.